Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines, tupo na Justin Kesi kwa ajili ya kuzungumza taarifa ambazo zinachukua nafasi katika duru la kimichezo. Brother Justin Kesi, uko vizuri? Shukuru Mungu. Vizuri kabisa. Kabisa. Karibuni sana Bongo Headlines. Shukrani sana. Taarifa ambazo hivi sasa zinachukua nafasi kwenye vichwa vya habari vingi ni kwamba Jean Charles Ahoua ofa imeshuka pale Msimbazi kwa ajili ya kuhitaji huduma yake. Jean Charles Ahoua huenda akaondoka. Ukiangalia kwa pesa ya Kitanzania ni sawa na bilioni 2. Ni pesa kubwa sana na ni ofa kubwa ambayo imeshuka wekundu wa Msimbazi. Tuangalie Justin Kesi, ni wakati sahihi wa Jean Charles Ahoua kuondoka wekundu wa Msimbazi? Huyu kijana ni former MVP wa mashabiki wa ligi kuu nchini Ivory Coast, lakini alivyofika Tanzania alikutana na kocha ambaye kiu yake, project yake, malengo, mission vilioana, kwa maana ya Fadlu Davids, na ikawa bahati kwake sasa, kutokana na juhudi zake, wakafanikiwa kukutana kati. Jean Charles Ahoua ana karekodi kake ambako watu hawakazungumzii, lakini mimi nakaainisha kila siku. Jean Charles Ahoua, nikikosea huyo anayekumbuka atanikumbusha, alafu inabidi anishawishi kwa nguvu sana, huku anapiga kelele. Kiungo mshambuliaji, potential, kwa umri wake bado mdogo kwa Kiafrika. Amekuja kwenye ligi kuu ya Tanzania bara kwa mara ya kwanza, ameweza kuibuka mfungaji bora kwa msimu huo wa kwanza. Kiungo mshambuliaji, umri ule, ligi ya Tanzania, kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, kiungo mshambuliaji, kuibuka mfungaji bora. Kwangu mimi, tangu uzaliwa wangu na upeo wangu huu mdunchu, kuzaliwa kwangu pale Benjamin pale kwetu Chang'ombe pale, haijawahi tokea. Faida nzuri zaidi, ndio akawa best contributor, kwa maana ya kujumlisha assist na magoli kwenye ligi yetu. Hakuimbwa, ila walihitaji namba zake. Mashabiki wa Simba waliimba Kibu Dennis, walimuimba Elia Mpanzo Kibisawala. Tangu mwanzoe wa ligi matumaini yalikuwa makubwa kwa Mutale na wengineo, lakini alichokifanya Jean Charles Ahoua, yale ndo mapinduzi ya matarajio yenu. Na ukisha kwa Afrika na ulimwenguni, ukishakuwa na grafu inayopanda hivi, Ivory Coast kama taifa kwenye ranki za CAF na FIFA wanatuzidi wa Tanzania. Ivory Coast, quality walionayo nyota wa Ivory Coast kitaifa, wanatuzidi mbali sana wa Tanzania. Nikikuangalia tu kwa wachezaji waliopo hapa, au kina Pacom yao Kuas, lakini Jean Charles Ahoua mwenyewe, ukienda ugaibuni waliopita zamani kina Didier Drogba, Yaya Toure na wengineo, grafu yao iko mbali. Lakini ligi yetu sisi
ni bora kuliko ligi kuu nchini Ivory Coast. Ligi yetu sisi Tanzania ni bora kuliko ligi kuu ya wapi? Ya Ivory Coast. Kwa katoka kwenye ligi ambayo haifikii yetu, MVP wa mashabiki, kaja kwenye ligi yetu kapata namba za kutosha, lazima, kwa sababu mtaji wake yeye ni performance, na ili performance yako iweze kuwa na thamani na ushawishi, lazima iambatane na kitu kinaitwa muendelezo, consistency. Kakutana nayo former MVP Ivory Coast wa mashabiki, kuja kwetu kuwa top scorer, kiungo mshambuliaji na asisti za kutosha, kuitoa Simba nafasi ya 3 huku kwenda kuwa title contender, yani kufika mpaka mechi ya mwisho kugombania ligi, kuitoa Simba namba zake kivyo vyote vile mtavosema, kutoka kuitwa mwaka robo mpaka kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo kwake ilikuwa lazima wenye uhitaji wa huduma bora, wenye uhitaji wa huduma bora lazima watamuhitaji, kwa sababu nilikwambia mtaji wa mchezaji yoyote au kocha ni performance yenye nini, muendelezo. Kwa hiyo kwangu mimi waliokuja ni sahihi, abakie Simba au aondoke, hiyo inategemea na yeye sasa na maslahi yake binafsi, karia yake, anapotakiwa na alipo Simba kule anaenda kuharibu karia, kwa sababu unaweza kaenda huko na usipate nafasi ya kutosha ya kuendelea kustretch ubora ulionao, kuendelea kudisplay yale mazuri ulionayo, uendelee kuexplore ile talent uliozaliwa nayo. Kwa yeye sasa apime na timu yake ya management yake, waone Simba wananufaika nini, yani yeye akibaki Simba maslahi alionayo yanaweza kukidhi yeye uhitaji wake, anapewa thamani inayotosha, progress, program, mipango, anaomba kuna mission na vision ya Simba inaendana na yeye akaendelea kubaki kwake hapa. Kwa hiyo sasa hilo linabaki kwake, lakini kutakiwa ni sahihi, kulipokea dili ni sahihi sana, kwa sababu maarifa yake na juhudi zake ndio sababisha yeye na hiyo thamani na watu wamuone. Atasalia au ataondoka, it's up to yeye. Mimi nashauri nini? Kwa sababu msimu huu umeanguka kwa klabu yake, ile performance ya mwaka jana sio hii. Nini kimetokea siwezi kujudge kwa sababu sio hoja hapa. Mimi namuongelea Jean Charles Ahoua kusalia au kuondoka. Yeye kusalia, aipime Simba hii, anaiona mwakani walau inaweza karudi na makali ambayo ya zaidi ya mwaka jana. Kama haoni, kama aondoke. Kama anaona kuna mipango mwakani itakuja kumfanya yeye thamani yake ipande kuliko ile ya 2024-2025, asalie. Kama aoni mbele giza namna hii, aondoke mapema, kwa sababu msimu unaweza ukafa mbovu zaidi kuliko ile ya nyuma huko ilipotoka. Yes. Kwa nini msimu ukafa mbovu kuliko ile ya nyuma? Wapi ambapo wamekosea? Simba inasuasua. Msimu huu sio bora kwao kama msimu jana. Yeye binafsi hajaonesha makali yake kama ya mwaka jana. Sasa ni hapo niendelee kuchambua. Numbers don't lie. Na sisi tuna kucount wewe mchezaji, ndio maana wasemaga mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Hatuoni namba, hatuone mafanikio yako binafsi na ya klabu. Sijui kama wameendelea kutulia, mimi I don't care. Lakini viongozi wa juu wanatoka na kusema sisi wenyewe huku juu tuna tatizo la afya ya akili. Wewe mchezaji unabakia kufanya nini? Nakupa kipimo kidogo. Jean Charles Ahoua alikutana na Fadlu, Kamara, Abdurazak, Kagoma, Elia Mpanzu alimkuta Jean Charles, Ateba, lakini alimkuta kapteni wake nahodha
aliyekuwa na fomu yenye muendelezo kwa miaka 8 mpaka 9, kwa maana tunamzungumzia Mohamed Hussein Zimbwe nini Junior Shabalala. Kamara yuko uwanjani? Majeraha. Fadlu yupo? Kagoma ni huyo? Abdurazak? Fabrice Luamba Ngoma? Ateba? Elia Mpanzu Kibisawala ni huyo? Naoza kaondoka kwenye timu. Who are you by the way? Former MVP kutoka Ivory Coast, top scorer wa ligi kuu Tanzania bara. Tazama upepo, ona kesho ipo. Kama ipo, narudia tena, baki boresha zaidi kuliko mwaka jana kwa msimu ujao. Huu ushakuwa mgumu kidogo. Huu hapa ushakuwa mgumu. Hana hizo namba. Kafikisha goli 5. Mwaka jana alivuka 10 na. Lakini ndio kwanza mchezo wa 5 kwenye ligi. Yeye au timu? Timu. Kwa hiyo kuna muda. Upi? Kuna michezo mingi sana. Watu hawajifunzi katikati bro. Nyota njema huonekana tangu biashara asubuhi jioni. Watu jioni saizi. Dakika za jioni. Ngoma ishakata. Kwa angalie mwakani anaweza akarejesha cha mwaka jana mara 2 au nusu na robo akaongeza. Haiwezekani. Tayari dau limekuja, angalie thamani yake. Wachezaji mpira ni leo. Hawanaga biashara ya kesho, wanatumia miili. Mwanzo usiamke kesho. Utaipata wapi dola 800? Bilioni 2 almost hiyo. Angalie upepo wake. Kama anaona kuna tija abakie Simba, I wish him all the best. Kama haoni hilo, akipe. Kwa namna ambavyo unawatazama Simba, kwa jicho lako, wanarudi kujenga timu ama wanaboresha timu? Kwa namna ambavyo unaitizama. I like Steven Becker kwa sababu mimi naamini katika walimu. Siamini katika managers. Walimu ni wale ambao wanaibua, wanaboresha, wanakuza, wanavumbua na kuvikuza vipaji. Mimi naamini hivyo. Kina Arsene Wenger, Louis van Gaal, Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Anaweza kukuletea nyota ambayo wewe ulikopo umtarajii na akawa mkubwa ulimwenguni. Lakini mimi sio mtu nayeamini kwa wale ambao wanakusanyiwa nyota ili apate mafanikio. Mimi sio mmoja wao. Na sikatazi kwamba siyasema hawafai. Mimi hapa napenda wale ambao wanaweza kugroom talents. Washa data. Naamini Steven Becker ana nafasi au ana haki ya kupewa nafasi ya kuiandaa Simba ambayo inataka ije na project ambayo endelevu. Nabi wa design hiyo. Ndio maana Yanga wamekuwa na foundation nzuri, huu msimu unaenda wa 5 mfululizo. Kwa nini? Nabi alianza kwa kusuasua, nadhani tunafahamu, na alikutana na wakati mgumu sana. Lakini aliamini kwenye project yake, akaiweka smoothly, taratibu. Baadaye hata akiondoka mtu akipachika mtu uoni pengo. Imeenda, kaja Gamondi kapita na falsafa zake, lakini mzizi umetengenezwa. Kaja Amdi kapita, Ramovic kapita na kaja Amdi kapita. Falls anataka kuanza project mpya. Ndio maana imempalia. Ndio maana unakunywa soda huku unaitingisha. Gesi utaweza kuimiliki? Ndio alichokifanya. Uwezi. Yaani wewe unapika na jiko la gesi afu unatingisha mtungi. Utakubutukia tunachokifanya. Uwezi kuondoa wachezaji 7 wa kikosi cha kwanza wakati wapo na hawajashuka viwango. Wapo na hawajashuka viwango. Uwezi kubomoa hiyo timu. Uwezi kumweka nje Duke Abuya, uwezi kumweka nje Mudathiri haya basi, uwezi kumweka nje Pacom, uwezi kumweka nje Maxi, uwezi kumweka nje Baka, uwezi kumweka nje Dickson, uwezi kuanza upya kiasi hicho. Rekebisha kwenye mapungufu, ongeza ubora. Rekebisha kwenye ongeza. Wakati anakuja Gamondi alikutana na Yao, Pacom na Max wameingia pamoja.
23-24. Wakati huo Yanga alikuwa ameondoka Fiston Kalala Mayele, kwa hawana pasei striker hatari ambaye tayari ameonesha kitu. Konkon alibuma, alikuja Gwede Januari baadaye. Kwa alichokifanya alitumia viungo washambuliaji mahiri alionao, na hao ndo walimpa matokeo kina Aziziki, Modathiri, Max, Pacome, Mzize. Kwa pamoja walijumuika na wote walivuka goli 8 hao, na wote walivuka assist 4 hao. Tena kama mtu kama Pacome na Azizi walienda mbali zaidi Wigot. Lakini Musonda pia alivuka goli 5 assist 4. Lakini yao Kwasi alivuka assist 7 goli 2. Kibabage alipiga assist 4. Lomalisa alipiga assist 4. Kwa nadhani unaona alichokifanya nani Gamondi. Kwa akuondoa, aliongeza nguvu kwa Pacome yao na Max. Wakadeliver. Manake alirekebisha kwenye mapungufu, akaongeza nini ubora, kwa sababu muda huo hawapo tena kina Jizazi Dukapele Moloko, kina Tuisila Kisinda, hayupo Mayele, lakini ameongezeka Max Pacome. Hapo ameondoka kina Kisinda au Balali ameongezeka? Balali. Yes, of course. Kwa ndicho ambacho alitakiwa kufanya Falls. Lakini Falls aliharibu mzizi mzima. Kwa kitendo chake kile ndio nakwambia unakunywa soda huku unaitingisha. Gesi lazima atakuingia puani, ndio ambacho kilimtokea Falls. Kwa kwangu mimi naamini kama Simba wanataka kutengeneza timu ije kuwa na makali yenye muendelezo, lazima wampe nafasi Steven Becker. Na niliongea juzi kati hapa, michuano ya Mapinduzi whatever ilivyotokea, kwa sababu ni mechi chache afu ni knockout stage ambazo kwa ukigongwa nje, lakini ilikuwa ni michuano mizuri pia kwa Becker kukaa zaidi na wale nyota. Kwangu mimi ilikuwa ni faida Mapinduzi. Yes, he break anaenda kujiuliza vizuri zaidi. Yes, hawatorudi vile, lakini hawatakuwa na mapungufu ambayo walikuwa nayo mwanzo. Yeah, hawatorudi vile na hawatakuwa na mapungufu, yani wataongezeka, wataboresheka kitu. Yani Becker kuna kitu atakuwa amepata. Kudeliver ni jambo lingine. Afu tuiweke vizuri, kuwa na kocha bora, kuwa na nyota mahiri, kufanya mambo ambayo yanatija, inategemeana sasa. Kwa sababu unaweza kuwa na mchezaji bora sana na akashindwa kudeliver. Ndio maana huwa natoaga mfano wangu hai, ligi gani ambayo inaongeleka zaidi ulimwenguni? Si EPL ya Uingereza. Kuna mwaka ilifika ligi ilikuwa imeshikwa na wachezaji 3. Tena na kipa na mweka wa 4. Manchester walikuwa na David De Gea. Arsenal walikuwa na Alexis Sanchez. Liverpool walikuwa na Philippe Coutinho. Alafu Chelsea walikuwa na Eden Hazard. Hao walikuwa wameshika EPL hivi. Ndio maana kipa De Gea alikuwa anaingiaga top 5 ya wachezaji bora wa msimu. Umeelewa eh? Na alikuwa mchezaji bora wa Manchester almost miaka 6 au 5 mfululizo. Kwa maana yake ndo alikuwa nyota, si ndio? Hawa wachezaji, Hazard alienda Real Madrid. Philippe Coutinho alienda Barcelona. Alexis Sanchez alienda Manchester. Kuna alienda kudeliver huko? Wote walibuma. Walikuwa wabovu? Yes. So unaweza kuwa mchezaji bora lakini ukashindwa umekutana na timu ya aina gani? Wenzio wa aina gani, yani nyota wenzio, na kocha naye anakutumiaje? Ligi pia, mazingira, lifestyle na vitu kama hivyo. So Becker mzuri, nimekwambia Mapinduzi ni tija kwake. Nyota wapo, hawatorejea na mapungufu waliokuwa nayo wakati ligi inaenda break, lakini wataboresha baadhi ya vitu, lakini itategemeana wana deliver nini wachezaji. Kocha anaweza akatoa material na wafanyaji mitihani, makaratasi, peni zipo na ufutio, lakini majibu mkakosa. So mimi I wish all the best Mnyama arejee katika makali yake. Yes, ili tuendelee kuamini kwamba ligi yetu ya Tanzania ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Yes. Kocha Becker ni project mpya ya Simba ama anaendelea alipotoka Fadlu Rahman Davis? Sijajua makubaliano yao. Sijajua. Mitaala ya Afrika Kusini inafanana. Yaani ukimuona Fadlu, nataka nimuone Becker sasa baada ya Simba kurejea. Nitaweza itamka hilo. Kama anapita mule, anarekebisha baadhi ya vitu, itakuwa tija. Lakini kama ataanza upya, manake hazifanani, ni project mpya. Lakini project mpya huwezi kuianzisha katikati ya msimu. Manake anahitaji time. Kwa Simba wanahitajika kuwa wavu
wavumilivu. Kumbuka Nabi naye alikuja nusu msimu. Nabi alikuja katikati ya msimu, wakamvumilia Yanga, akauanza msimu mpya. Yanga haikuingia, ikashindwa ku qualify tena, walipigwa mpaka mechi ya kirafiki, sijui kama nakumbuka, sijui sare walipigwa mechi ya Yanga Day, ile haikuwa nzuri ile, na walishindwa ku qualify nadhani. Lakini baada ya hapo the rest is story, si ndio? Kilichobakia yote ni historia. Kwa mimi narudia tena, Simba wanatakiwa kumpa imani Beka, wasikurupuke. Shukrani sana Justin.